Lori hili lilitiwa mbaroni na maafisa wa trafiki wa Webuye na dereva wake kufikishwa katika mahakama ya Webuye kwa makosa ya trafiki. Lakini baada ya kuachiliwa na mahakama, maafisa wa polisi walianza kutilia shaka kilichokuwa ndani ya lori hili. Linapopakuliwa utafikiria ni mzigo wa maziwa kutoka nchini Uganda tu, lakini ndani yake lina mitungi 35 yenye lita 250 yenye kemikali inayodhaniwa kuwa aina ya ethanol, anavyotueleza naibu kamishna wa Webuye Mashariki Peter Yegon. Lakini wakati dereva alikuwa kotini huko, maafisa wa polisi wenye walikuwa hapa walianza kusikia harufu kutoka kwa hii lori, harufu ambayo sio ya kawaida. So Madam Commander alipoambiwa hivi, wakakuja hapa, wakangojea yule driver alipotoka kotini, wakademand hiyo lori ifunguliwe waone ni nini kiko ndani. Naye dereva alikuwa na insist kwamba chenye kiko ndani ni maziwa, lakini commander aka insist kwamba lazima tuangalie ni nini kiko ndani hapa. So ilipofunguliwa, kupekuliwa kidogo, ikapatikana kwamba kuna mitungi ambayo ina contain a particular liquid, some chemical ambayo kwa harufu yake tunashuku kwamba ni methanol ama ni ethanol. Itapelekwa kwa government chemist ili ijulikane nini hasa. Lakini kwa vile dereva aliona kwamba maafisa wa polisi wamekuja hapa, akatoroka, kwamba hiyo ikaonekana kuna sababu kwa nini dereva anatoroka. So tumeangalia, tumeita watu wa KRA kwa sababu tunafanya hii kitu kama multi agency. Watu wa KRA wakakuja na kada wakakuja, maafisa wa polisi wako hapa, na tumetoa carton za maziwa hapo. Ilikuwa imefichwa ndani ya carton 617 ya maziwa. Tulipotoa carton za maziwa, tukapata kwamba kuna mitungi 35 containers ya 250 liters ambayo tuna suspect ni contraband goods. Inaweza kuwa ni methanol ambayo inapelekwa pengine Nairobi, pengine Eldoret. Kusudi lake ni kutengeneza pombe ambayo inaumiza watu. Kamishna Yegon hata hivyo amesema kuwa wanaendelea na msako wa kumsaka dereva na mmiliki wa lori hilo ili waweze kupelekwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka. Ya kwanza, tunazuia such kind of products isifikie watu wetu kwa sababu itaumiza watu wetu. Ya pili, hii product hii imeingizwa katika nchi hii bila kulipiwa ushuru. That is why tuko na watu wa KRA hapa. Hata ingawa dereva wa hii lori ametoroka, tutatumia stakabadhi za NTSA, tutafute tujue lori ni ya nani. Huyu mtu mwenye lori tutamkamata, driver wake vile vile tutamkamata. Kauli ya kamishna huyo imeungwa mkono na mkurugenzi mkuu wa shirika la kukabiliana na madawa ya kulevya nchini na kada, Anthony Merikwa, aliyewataka wananchi kuwa makini na vinywaji wanavyotumia hasa vileo, akisema kuwa vingi vya vileo hivyo vimekuwa vikiathiri afya ya wananchi. Using the Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering law, we will follow them, will attach their assets which will revert to public. Nikiripotia runinga ya Tandao kutoka Webuye, jina langu ni Wilson Mianzi.